Naam, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Agosti mwaka wa 2026, kesi ya Tundu Lissu imeanza tena muda huu ndani ya mahakama ya Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu. Karibu tuangalie kinachoendelea leo katika kesi ya uhaini ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, na vilevile tuangalie kitakachoendelea mchana mzima, na pia turudi tuangalie nini tayari kimejiri hadi kufikia sasa. Lakini kabla tufanye yote hayo, chukua sekunde yako moja, like video hii, kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Zoezi la kumhoji shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu linaendelea leo katika Mahakama Kuu kituo cha Dar es Salaam, huku Tundu Lissu akijikita zaidi katika uchunguzi wa polisi na ushahidi unaotumika dhidi yake. Tundu Lissu amekuwa akimhoji kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba tangu shahidi huyo alipomaliza kutoa ushahidi wake wa awali. Katika hatua hii ya kuhojiwa, Tundu Lissu ameuliza takriban maswali 300 akilinganisha mara kwa mara yale ambayo afisa huyo wa polisi aliyaeleza mahakamani na yale yaliyoandikwa katika maelezo yake ya awali. Moja ya mambo makuu yanayojitokeza katika maswali hayo ya Tundu Lissu ni idadi ya taarifa ambazo Amin Mahamba ambaye ni shahidi na afisa wa polisi amekiri kuwa hazikuwemo katika maelezo yake ya awali. Tundu Lissu amekuwa akimpitisha shahidi huyo Amin Mahamba katika maelezo yake ya maandishi mara kwa mara, akimtaka kuthibitisha iwapo taarifa mahususi alizotoa mahakamani ziliwahi kurekodiwa wakati wa uchunguzi. Katika matukio kadhaa, shahidi amejibu kuwa taarifa hizo hazikuwepo. Majadiliano hayo yamejikita katika maeneo kadhaa, ikiwemo uchunguzi wa video yenye mojawapo ya hotuba za kisiasa za Tundu Antipas Lissu, namna ushahidi ulivyoshughulikiwa, madai ya vitisho dhidi ya mashahidi wa upande wa mashtaka, na mawasiliano kati ya wachunguzi na taasisi nyingine za serikali. Hoja nyingine kuu yenye utata imekuwa ni ile video iliyochapishwa kwenye chaneli ya YouTube ya Jambo TV iliyoonyesha hotuba yake Tundu Lissu. Awali, Amin Mahamba alielezea mahakama kuwa wachunguzi walihitimisha kuwa Tundu Lissu ndiye aliyehusika na kuchapisha video hiyo. Lissu amepinga hitimisho hilo kwa kumuuliza afisa huyo iwapo anajua kama Tundu Lissu alikuwa mfanyakazi wa Jambo TV, mpiga picha wa kituo hicho, au kama alikuwa na uwezo wa kufikia neno siri ama password ya akaunti ya YouTube ya kituo hicho. Shahidi huyo alijibu kuwa hana uhakika. Kisha Lissu alimwelekeza shahidi kwenye maelezo ya wafanyakazi wa Jambo TV yanayoonyesha kuwa wafanyakazi wa kituo hicho ndio waliorekodi na kuirusha hewani mkutano huo. Amin Mahamba hata hivyo alikiri kuwa amesoma baadhi ya maelezo hayo. Suala hilo limekuwa muhimu hasa kwa sababu shahidi wa upande wa mashtaka alikuwa amesisitiza awali kuwa Tundu Lissu mwenyewe ndiye aliyechapisha video hiyo. Hivyo Tundu Lissu amekuwa akihoji namna wachunguzi walivyofikia hitimisho hilo na iwapo kuna ushahidi wa moja kwa moja unaomhusisha yeye binafsi na kitendo cha kupakia video hiyo mtandaoni. Maswali hayo pia yamegusia madai kuwa baadhi ya mashahidi wa upande wa mashtaka walitishiwa baada ya Lissu kukamatwa. Awali, polisi walieleza mahakama kuwa wachunguzi walipokea taarifa za vitisho dhidi ya watu waliotarajiwa kutoa ushahidi katika kesi hiyo ya Tundu Lissu. Tundu Lissu amepinga ushahidi huo kwa kuuliza iwapo vitisho vinavyodaiwa vilibainishwa na kuandikwa ipasavyo. Amehoji iwapo majina ya watu wanaodaiwa kutishiwa maisha, tarehe, maeneo na aina mahususi ya vitisho hivyo vilivyojumuishwa katika maelezo ya shahidi yaliyotolewa chini ya kiapo. Suala hili limekuwa eneo jingine ambalo Tundu Lissu amejaribu kulinganisha ushahidi wa mpelelezi mahakamani na ushahidi wa kimaandishi uliokusanywa wakati wa uchunguzi. Sehemu nyingine muhimu ya dodoso hiyo imehusu nafasi ya taasisi nyingine za serikali na usalama. Lissu amemuuliza Mahamba iwapo taasisi kama vile Ikulu ya Rais Samia, ofisi ya Waziri Mkuu, ofisi ya Makamu wa Rais Nchimbi na mamlaka nyingine za usalama zilihusika katika uchunguzi huo.
shahidi amekiri kuwa baadhi ya taasisi hizo hazikuhusika. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ilikuwa miongoni mwa taasisi zilizojadiliwa, huku Amin Mahamba akisema kuwa ofisi hiyo ilikuwa imefahamishwa kuhusu vipengele vya uchunguzi huo. Hata hivyo, Tundu Lissu alipomshinikiza kutoa maelezo mahususi, shahidi alipata shida kutaja baadhi ya watu waliohusika na kukiri kuwa taarifa fulani hazikuwemo katika maelezo yake ya maandishi. Lissu pia amehoji kuhusu uzoefu wa kitaaluma wa mpelelezi huyo. Amin Mahamba amejielezea kama afisa wa polisi mwenye uzoefu na miaka mingi katika jeshi hilo. Lissu aliuliza iwapo hapo awali aliwahi kusimamia uchunguzi wa kesi ya kisiasa. Shahidi alisema hakuwahi kufanya hivyo. Kisha Tundu Lissu aliuliza iwapo hii ilikuwa kesi yake ya kwanza kuhusisha mwanasiasa mwenye hadhi kama ya Tundu Lissu. Kwa mara nyingine, shahidi alikubali. Upande wa utetezi pia umemhoji Amin Mahamba kuhusu uzoefu wake katika uchunguzi wa uhalifu wa mtandaoni. Afisa huyo alitaja kesi ya awali iliyohusisha viongozi wa zamani wa Chadema Freeman Mbowe na Daktari Wilbrod Slaa. Alipoulizwa kesi hiyo iliishaje, Amin Mahamba, shahidi huyo, aliambia mahakama kuwa mkurugenzi wa mashtaka hatimaye aliamua kutoiendeleza kwa sababu ushahidi haukuweza kutosha. Tundu Lissu alitumia jibu hilo kuchunguza uzoefu na uelewa wa shahidi kuhusu uchunguzi unaohusisha watu maarufu kisiasa na nyenzo za mtandaoni. Dodoso hilo pia limerejea kwenye haki za kikatiba za Tundu Lissu. Amehoji iwapo wachunguzi walizingatia haki zake za uhuru wa kujieleza, kushiriki siasa na kukusanya hadharani walipokuwa wakichunguza hotuba na shughuli zake za kisiasa. Amin Mahamba amekiri kuwa baadhi ya haki hizo hazikuandikwa mahususi katika maelezo yake ya maandishi. Tundu Lissu amedai kuwa kauli zake zilitolewa katika muktadha wa mjadala wa kisiasa na ukosoaji wa mchakato wa uchaguzi. Shahidi amesisitiza kuwa baadhi ya kauli za Tundu Lissu zilikuwa na viashiria vya vitisho dhidi ya serikali na majaribio ya kuingilia kati uchaguzi. Tundu Lissu amepinga tafsiri hiyo, akimtaka shahidi kubainisha maneno au vitendo mahususi vilivyoundwa ili kinachodaiwa kuwa ni mwenendo wa uhalifu au vitendo mahususi vilivyounda kile kinachodaiwa kuwa ni mwenendo wa uhalifu. Maswali hayo pia yamegusia historia ndefu ya migogoro kati ya Tundu Lissu na polisi. Lissu alieleza mahakama kuwa amekuwa akikabiliwa na kile alichokitaja kuwa ni mateso kutoka kwa polisi kwa takriban robo karne. Hata hivyo, alirejelea mfululizo wa ukamataji na kesi za jinai za miaka mingi iliyopita na kumuuliza Amin Mahamba kama alikuwa na taarifa kuhusu matukio hayo. Shahidi huyo alijibu mara kwa mara kwamba hakuwa na taarifa kuhusu mengi kati ya matukio hayo. Hata hivyo, Amin Mahamba alikiri kufahamu kuhusu tukio la kupigwa risasi mwaka wa 2017 ambapo Lissu alijeruhiwa vibaya. Tundu Lissu alitumia maswali hayo kuweka kesi hiyo ya mashtaka katika muktadha mpana wa historia ya uhusiano wake na polisi. Upande wa utetezi pia umehoji iwapo uchunguzi ulibaini uhusiano wa moja kwa moja kati ya Tundu Lissu na kitendo kinachodaiwa cha kuchapisha video kwa Jambo TV badala ya kubaini tu kuwepo kwa video hiyo mtandaoni. Suala hilo limekuwa moja ya hoja zinazojirudia mara kwa mara katika hatua ya kuulizwa maswali na upande wa utetezi. Kwa upande wa mashtaka, ACP Amin Mahamba anaendelea kuwa shahidi muhimu kwa sababu amekuwa akielezea jinsi uchunguzi wa polisi ulivyofanywa na jinsi wachunguzi walivyofikia hitimisho lao kuhusu kauli na shughuli za Tundu Lissu. Hata hivyo, kwa upande wa utetezi, maswali ya Tundu Lissu yanalenga kubaini iwapo mahitimisho hayo yanaungwa mkono na kauli za awali, ushahidi wa nyaraka na matokeo ya moja kwa moja ya uchunguzi. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia sasa hivi, lakini nitarudi tena na taarifa zaidi.